Tuko eneo la Tegeta Masaiti zinapopita nguzo za Unyayo za Zanzibar. Tupo katika ukaguzi wa miundombinu yetu na matumizi ya maji ambayo sio sahihi. Tupo moja ya eneo ambalo wanalima mboga mboga kwa muda mrefu, kwa kufuatilia kushirikiana na watu wanaotoka eneo hili kupata taarifa sawa. Tumegundua ni sehemu ambapo wakazi au wafanyakazi wa eneo hili wanatumia maji kinyume na taratibu ambazo tumeziwekea. Wametoboa bomba zetu wakijaza mitaro makusudi, hadi wakijua na wanafanya biashara ya kuuza mboga mboga baada ya kufanya kilimo chao. Kwa muda mrefu tulikuwa na changamoto ya upotevu wa maji. Asilimia kubwa maji ambayo tunazalisha hatuyapati mauzo yake, na hii ni moja ya chanzo cha upotevu wa maji, matumizi ambayo hajaruhusiwa. Hii ni miongoni mwa maeneo ambayo tunapambana kwa muda mrefu kutafuta watu ambao wanatumia maji kinyume na taratibu za kwetu. Hii ni mojawapo ya eneo ambalo tumefika leo, tumefuatilia na tunaona line zilivyo. Tunaendelea na uchaguzi ili kuvumbua kila point tuweze kuiona na kuchukua hatua zinazostahili. Tunaendelea kuwaasa wananchi, huduma ya maji ni gharama nafuu sana. Serikali imewekeza hela kubwa, hela nyingi, ili kila mwananchi apate uwezo wa kupata maji. Ni gharama ndogo sana, wiki moja ya DAWASA. Tunawasihi tufanye taratibu ambazo zimewekwa kupata huduma ya maji. Mimi nazungumzia hawa wanaohujumu shirika la DAWASA kuchukua maji, wangetakiwa waangaliwe kwa makini. Kama kuna uwezo wa kuunda kikundi chao, wapute bomba lao lijulikane na hii kampuni ya maji, wapate kujichangia na kujimwagilia maji katika mboga zao hizi wanazolima, ujasiriamali mdogo mdogo. Ili swala kwa kweli ni ngumu. Hao watu wanatakiwa jiunge, wafungue bomba lao wenyewe, wasiibe. Na mboga imekuwa nauza bei kwanza mboga, afu vitu vyenyewe vya magendo. Kwa hiyo tunalikemea hili swala jamani. Naomba waache. Hii tabia sio nzuri. Kama mimi nitakuwa balozi hapa, naona serikali itanipa na ajira hapa ya bure bure. Nitawafuatilia hawa mama mpaka mwisho wao. Mimi nitakuwa na ripoti hili swala. Nitachukua namba yenu viongozi hapa. Kwa hiyo nikiona tukio lolote baya, si moja tu tukio mmefika hapa. Kwa hiyo jamani, kuweni makini. Kwa hali ambayo iliyopo hapa, kwa kweli sio nzuri, sio hali nzuri kwa kweli, kwa sababu kuna mabomba yako hapo yamefukiwa. Hata mimi mwenyewe kama mjumbe sijawahi kuona kitu kama hicho wakati wanafanya, ila leo nimeshuhudia mwenyewe, nimeona hayo mabomba jinsi wananchi hao waliofanya. Ina maana wanatumia yale mabomba kwa ajili ya kumwagilia mboga zao. Ila ningekuwa naombi kama kuna uwezekano hii tabia ingeachwa kabisa, manake huu ni uhujumu uchumi. Yaani ukiangalia kabisa kwamba maji mengine huwa yanapotea tu bila kupata hata kile ambacho kinahitajika katika serikali. Manake hapo tayari ni wizi huu. Kwa wananchi hapa mimi natoa wito, hii tabia iachwe. Yaani isije ikajirudia tena. Maana ikijirudia tena, yani hii tena inakuwa ni yani haina faida kwetu hata kiserikali. Maanake serikali inatengeneza miundombinu kwa ajili ya wananchi kupata maji salama, lakini kumbe kuna wengine wanachukua yale maji kwa ajili ya kutengenezea mazao yao, kupata kipato chao kwa kujitegemea wao wenyewe pasipo serikali kujua. Kwa hiyo hilo kwa kweli linaleta mtafaruku, kwa sababu hawa ni wananchi na sisi tunalinda wananchi na sisi tunaangalia wananchi. Kwa bahati nzuri kuna kiongozi wetu amekuja hapa ambaye ndio kweli afuatilia, ameliona. Mimi mwenyewe kama mjumbe nilikuwa sijui kabisa kinachoendelea.